Na mtazamaji, taban yote haya ni jala kemola. Leo ni Juni 20, kutokea Juni 16 mpaka Juni 20. Hii ni takriban wiki nzima na kuna mengi ambayo yameweza kujiri ndani ya wiki nzima. Na sisi jukumu letu ni kukupasha habari, kukupa yale ambayo yameweza kujiri ndani ya wiki nzima. Mtazamaji, wiki hii tulianza Juni 16, siku ya Jumatatu, ambapo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, alifikishwa mahakamani katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kusikiliza kesi zake mbili ambazo zinamkabili. Kesi ya kwanza ni kesi ya uhaini na kesi ya pili ni ya kuchapisha taarifa za uongo. Hizi zote alisomewa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Lakini kubwa ambalo lilijiri katika kesi hizi mbili ni baada ya Tundu Lissu kuomba ajitetee mwenyewe kutokana na kutoridhishwa na mwenendo wa kesi hiyo, huku akisema mawakili wake wapumziki katika kesi ya uhaini na yeye mwenyewe ndio ashike jaramba kujitetea katika kesi hiyo ambayo inamkabili. Hilo ndio tukio la kwanza ambalo lilijiri katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Lakini kubwa zaidi ni baada ya Lissu kuelezea yale ambayo alikuwa anapitia akiwa mahabusu. Alisema kwamba amewekwa katika chumba ambacho hastahiki kuwekwa. Amewekwa katika chumba cha watu ambao tayari wameshahukumiwa hukumu ya kifo, ilhali yeye bado kesi yake inaendelea. Hili lilimkwaza Lissu na akaliwasilisha mbele ya hakimu kutaka mahakama yake iweze kutoa mwongozo katika hiki ambacho kinamsibu. Hii ndio ilikuwa habari kubwa katika Juni 16 ambayo ilichukua nafasi kubwa katika mitandao ya kijamii na kurasa mbalimbali za vyombo vya habari. Mtazamaji, tukaingia Juni 17. Shamsi ingia, Shamsi toeka. Juni 17 hapa. Habari kubwa Juni 17 ilikuwa ni kuagwa kwa miili ya wanandoa wawili, na mzungumzia Anton Ngaboli na Ana Amiri, ambao walikutwa wameuawa nyumbani kwao Tabata Bonyokwa. Wawili hawa waliagwa katika kanisa la Mtakatifu Yohana Mbatizaji, parokia ya Bonyokwa, ambapo maelfu ya wakazi wa Bonyokwa na maeneo mbalimbali walijitokeza katika kuwasindikiza wapendanao hawa wawili ambao walikutwa wameuawa chumbani, huku jeshi la polisi likiendelea na upelelezi kufahamu nani ambaye aliweza kuhusika na mauaji haya ya kikatili. Simanzi, majonzi zilitawala katika eneo la kanisa, huku ndugu, jamaa na marafiki nyuso zao zikipoteza furaha baada ya kuwaaga wapendanao hawa wawili. Pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameendelea na ziara yake katika mikoa ya Simiyu pamoja na Mwanza. Rais Samia akiwa Simiyu alipata fursa ya kuzungumza na wakazi wa jiji hilo. Kama ilivyoada, wabunge na wao walipewa nafasi ya kusema chochote kitu. Ikafika zamu ya Luhaga Mpina, mbunge wa jimbo la Kisesa, kuzungumza chochote kitu mbele ya Rais Samia. Luhaga Mpina alisema wao kama watu wa Kisesa wanamdai Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akipingana na ile kauli ya rais atukudai. Kipi kilijiri hapa? Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema kwamba Luhaga Mpina ni mbunge wa taifa na si mbunge wa jimbo la Kisesa, kwani alikuwa akiyazungumza si yanahusu jimbo lake bali yalikuwa yanahusu taifa. Maana Mpina aliyataja miradi mikubwa ya kimaendeleo, alitaja ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi, bwawa la Mwalimu Nyerere na miradi mbalimbali. Rais Samia akasema huyu Mpina si mbunge wa jimbo la Kisesa bali huyu ni mbunge wa kitaifa, na niachieni nitamtumia katika nafasi zangu 10. Na mtazamaji, ilipofika Juni 19, ile ndoto ya Watanzania wengi hatimaye iliweza kutimia, hususan wakazi wa jiji wa Mwanza ambao walikuwa na shauku kubwa ya kuweza kupita katika daraja la Kigongo Busisi. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amezindua rasmi daraja la Kigongo Busisi, ama daraja la JP Magufuli, ambalo ni refu katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, lakini pia ni la 6 kwa urefu Afrika nzima. Na hapo alipata fursa ya kuzungumza na Watanzania, huku akiwataka kuweza kulilinda daraja hilo kwa wivu mkubwa. Hii ni miongoni mwa habari iliyochukua ukubwa katika wiki hii. Habari nyingine kubwa ambayo ilipewa nafasi kubwa katika vyombo vya habari wiki hii ni ile inahusiana na taarifa iliyotolewa na serikali ya Marekani baada ya kuitaka nchi 32 ambazo kuna sheria walizoziweka hawajazitimiza ziweze kutimiza sheria hizo. Rais Donald Trump alizitaka nchi 32 ikiwemo Tanzania kutimiza masharti ambayo Marekani imeweka ili raia wake waweze kuruhusiwa kuingia ndani ya Marekani. Hili likamuibua msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa kutolea ufafanuzi, maana ilikuwa sintofahamu miongoni mwa Watanzania.
Gerson Msigwa akaibuka na kutoa ufafanuzi wa kauli hiyo iliyotolewa na serikali ya Marekani, huku akisema kama Tanzania wanafanyia kazi yale ambayo yametakwa ama yamewekwa kama masharti na serikali ya Marekani ili raia wake waendelee kuishi na kuingia katika nchi ya Marekani. Hii ni habari kubwa ambayo ilichukua nafasi kubwa katika mitandao ya kijamii na vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini. Na hizo ndizo habari kubwa ndani ya wiki hii katika upande wa habari za kitaifa ama uwanja wa siasa na uwanja wa kijamii. Lakini pia tukasikia yale ambayo yamekuwa nafasi kubwa katika habari za kimichezo. Habari kubwa za kimichezo wiki hii ni zoezi la uchukuaji fomu kugombania urais wa shirikisho wa mpira Tanzania bara TFF, ambapo mpaka sasa watu watatu wameonyesha nia ya kugombania nafasi hiyo, akiwepo Wallace Karia, Ali Mayai Tembele na Mshindo Msolwa ambaye aliwahi kuwa mwenyekiti wa klabu ya Yanga. Mbali na hapo, kombe la shirikisho Tanzania bara limesogezwa mbele fainali yake mpaka Juni 29. Lakini pia ligi kuu Tanzania bara imeendelea wiki hii, ambapo majianti watatu ama miamba mitatu imefanikiwa kuondoka na ushindi mnono, na maanisha Simba Sports Club, Yanga na Azam. Hawa wote wamefanikiwa kuondoka na magoli 5 kwa kila mmoja. Na hizo ndizo habari kubwa za kimichezo wiki hii.